Jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, kati ya baraka mlizojaliwa ni baraka ya kukua katika awamu mbalimbali za maisha. Hata uzeeni tunakua, lakini kukua pamoja na kuwa baraka kuna changamoto zake. Unaweza kusema kukua kunatuingiza kwenye crisis, na hilo ni kweli kwa mtu binafsi, lakini pia kwa taasisi. Mtu binafsi anapokuwa anapitia vipindi vya mabadiliko, anapitia vipindi vya mahangaiko, anapitia crisis. Na taasisi yoyote inapokuwa inapaswa kujipambanua na kukabili kwa namna inayopasa changamoto au crisis za kukua kwake. Somo letu la kwanza leo limetukutanisha na kanisa linalokuwa, kanisa la mwanzo. Msisahau kwamba Wakristo wa kwanza kimsingi walikuwa zaidi Wayahudi, aidha Wayahudi piwa au Wayahudi waliotokana na diaspora ya Kiyahudi kwenye utamaduni wa Kiyunani. Polepole kanisa lilipoanza kukua, limepokea watu kutoka katika misingi au vyanzo mbalimbali, na hilo likaleta changamoto. Sio changamoto ya kwanza, maana changamoto ya kwanza ni ile kwanza ya kumfuata Kristo, ya kusikiliza mafundisho yake, na baadhi kuona kwamba haya mambo tunayofundishwa ni magumu, hayamezeki, hayaeleweki. Kwa hiyo hii ni moja ya mlolongo wa changamoto walizozikabili wafuasi. Hii changamoto ya kukua, ya kupasa kubainisha au kuchanganya watu kutoka makabila na tamaduni mbalimbali ilikuwa tishio kubwa kwa kanisa, sababu baadhi walianza kujiona kwamba wanabaguliwa, hawatendewi haki, hawapati fursa kama wenzao. Kwa hiyo ukaanza kuwa na minong'ono, discontent. Mitume wakalitambua hilo na wakajikusanya, wakasali, wakatafakari na kufanya maamuzi bayana.
Ushemasi kwa asili ni wito wa huduma, wito wa huduma, huduma kwa maskini, huduma kwa wajane, huduma kwa wanyonge. Lakini tukumbuke kwamba huduma hiyo sio swala la mashemasi tu. Huduma kwa maskini, kwa wanyonge, kwa wajane ni sehemu ya utume msingi wa kanisa. Kwa hiyo ukiwa Mkristo, ukitambua kwamba kuna mjane, una yatima, una mlemavu, una maskini jirani yako, jiweke karibu naye, mhudumie, msaidie kwa msukumo wa imani yako, kwa msukumo wa upendo wa Kristo na kwa msukumo wa wito wako wa msingi. Kwa hiyo mitume wakasali na wakamuomba Roho Mtakatifu na wakaangaziwa kuanzisha kitu kinachoitwa ushemasi. Leo ushemasi ni sehemu ya daraja takatifu kuelekea kwenye daraja la upadre. Lakini tuelewe pia ushemasi katika upana wake. Kwa bahati mbaya, kanisa la Tanzania halina mashemasi wa kudumu. Makanisa ya huko ng'ambo na nadhani kwa Afrika Kusini wana mashemasi wa kudumu, mashemasi ambao ni watu waliooa, wenye profession zao, wenye watoto wao, wenye mishahara yao, lakini walio tayari pia kuhudumu ndani ya kanisa. Sasa msiniambie watu shemasi ya twende polepole tutafakari. Hao mashemasi wa kudumu nao ni mashemasi kihalali kama wale mashemasi wa mpito, lakini basi hawa wa kudumu wamekuwa na mwelekeo wao na msimamo wao. Ukitaka kuzungumza zaidi pia mashemasi ya kudumu, tafuta siku tuketi tulonge, lakini tuseme ulituahidia. Hii sio ahadi kwamba Askofu Mkuu wa Dar es Salaam akaahidi kwamba atawapa ushemasi former seminarians wote. Ingefaa, lakini ninyi na mimi lazima tutafakari kwa sana na kujipanga kwa sana. Kwa vyovyote, tukirudi katika somo letu la leo, tutambue kwamba kuibuliwa kwa ushemasi kulikuwa na lengo la kuwasaidia mitume wajikite zaidi katika wito wao wa msingi. Wito wao wa msingi uligusa mambo mawili: kusali na kuhubiri Injili.
kusali na kuhubiri Injili. Kwa hiyo mashemasi, uwepo wa mashemasi uliwapa mitume fursa ya kujiweka vizuri zaidi katika majukumu yao. Waombee mashemasi tulio nao kusudi wawe msaada kwenu na kwetu, kila mmoja katika utume wetu. Lakini naomba kabla sijamaliza hili la ushemasi, nitoe mwaliko kwenu waseminaristi wa zamani, former seminarians, au kama nilivyowaita mara ya mwisho, mapadri wa uraiani. Ninaomba kadiri ya wito wetu na Ukristo wetu, kila mmoja atafsiri katika maisha yake wito wa ushemasi. Kila mmoja ajitambue kwamba wewe una wito wa ushemasi. Sasa usingojee mpaka upewe daraja ndio uishi ushemasi. Kuwa shemasi katika mpangilio wa maisha yako, kuwa shemasi katika majukumu yako kama baba wa familia, kuwa shemasi katika kanisa lako, kuwa kanisa katika ujirani wako, mahali pako pa kazi, kuwa shemasi kama raia thabiti, raia mwadilifu, raia mwenye uthubutu na utayari wa kusimama kidete na kuhesabika kama Mkristo imara. Wewe ambaye ulipata bahati ya kuwa mseminari, ukapata malezi, ukafungwa, umewezeshwa kwa namna ya pekee. Ishi upekee wako, ishi wito wako, ishi utume wako. Katika somo la Injili, kutoka Injili kama ilivyoandikwa na Yohane, tumewakuta mitume ambao walikuwa na Yesu katika safari yake, akifundisha, akiponya, akitoa pepo na kuwalisha watu takriban 5,000. Baada ya kuwalisha, akawaaga, akaenda milimani. Tutarudia baadaye na Yesu kwenda milimani, lakini kabla ya kwenda huko, akawaelekeza wafuasi wake wapande chomboni, wamtangulie Kapernaum. Na chomboni wakakabiliwa na mawingu mabovu, huku Yesu yuko mlimani. Mlimani ameenda kufanya nini? Ameenda kusali. Labda utamuuliza, hivi Yesu alihitaji kusali? Swali zuri sana, nami nitakujibu kwako wewe. Kusali ni kitu gani? Naomba nifafanue kwa ufupi sana. Kwanza, sala ni mawasiliano
na Yesu kama mwana wa Mungu daima amekuwa na mawasiliano na Baba na Roho. Kwa hiyo kusali kwa Yesu sio jambo la kigeni, ni jambo la msingi. Tuseme kusali kwa Yesu ni hulka yake. Pili, kusali ni kujiaminisha. Kujiaminisha kwa Mungu anayeongoza na kufanikisha yote. Lakini tatu, kusali pia ni kusikiliza. Kwa bahati mbaya, sisi katika uchanga wetu wa imani, tunaposali tunaweza tukajikita katika kububujika maneno mengi, na wengine hata kupiga kelele na kutema mate debe. Huko kupiga kelele sio sana, kutema mate mengi sio sana. Sala ni kitu kizito na kitu bora kuliko hayo. Ili usali kweli, uwe kwanza umejipanga kuwa msikivu. Umsikilize Mungu Baba yako. Pili, umejipanga kujikabidhi, kujiaminisha kwa Mungu anayeweza na kuongoza yote. Na tatu, umwaminishe Mungu yote ambayo unayabeba katika maisha yako. Yesu Mwokozi wetu ametufundisha kusali. Tupende kufuata nyayo zake, kufuata mfano wake, na kuwa watu wenye mahusiano na mawasiliano na Mungu. Kwa namna ya pekee, ninyi wa seminari wakale na familia zenu, uweni mifano mizuri ya mahusiano na mafungamano na Mungu katika familia zenu, mahali penu pa kazi, katika maisha yenu kama raia, katika maisha yenu kama wanakanisa, kwa vipindi vyote. Na nikisema kwa vipindi vyote, iwe mwanzo wa kusema kwamba zama hazifanani. Kila zama zina tabia yake na changamoto zake. Sasa katika changamoto za zama mbalimbali, msiwe vigeugeu, msikengeuke, simameni kidete katika imani yenu, muwe vielelezo bora vya Wakristo thabiti, muwe vielelezo bora vya raia wema. Na hapa naomba niwaachie swali. Hivi raia wema ikoje? Ili silijibu, nawaachieni kama kombe. Raia wema ni nani? Na wewe
kwa msimamo huu. Na kwa hiyo unapojitambua kama raia mwema, basi ujue kwamba kuna changamoto, kuna majaribu na kuna magumu. Hayo yasikutishe. Tekeleza ushemasi wako. Ndugu zangu wapendwa, nawapongeza kwa fursa hii nyingine ya kukutana, tusali pamoja, tushirikishane mawili matatu, na pia tukumbushane mambo ya msingi. Leo naomba niseme mawili. Kwanza kabisa, ninawashukuru kwa kuwa mwaka 2022 tulipokutana mara ya kwanza, niliwazungumzia juu ya hitaji na kushikamana nami katika kuwalea na kuwasomesha waseminaristi wakubwa. Naona hilo mmelipokea na mnalifanyia kazi. Asanteni. Lakini ninakualika naombi, bila kulisahau hilo la kushikamana nami katika jukumu la kulea mapadri wa kesho, ninaomba niwaalike mpanue wigo. Kama mkibaki tu mmejikita kwenye kipaumbele cha kusaidia kusomesha waseminari peke yake, hamtaweza kuendelea kuimarika. Lakini mkibainisha sababu na malengo mengine ya msingi, mtaendelea kuimarika na kushikamana, mkitambuana kama watu walio na asili ya seminari. Kwa hiyo nawaomba mtafakari, mbainishe vitu vinavyowaunganisha katika uwepo wenu na historia yenu. Baadhi ya vitu nimeshavitaja: imani yenu, msingi wenu wa kulelewa seminari, utume mnaofanya kila mtu katika nafasi yake akitumia malezi na uwekezaji uliofanywa kwake kama mseminari, lakini pia akiwa mwinjilishaji. Ninaomba kila mmoja wetu apende kwa namna yake kama mseminari, awe mwinjilishaji, alijenge kanisa, awasaidie wengine kukua na kuimarika katika imani, awasaidie wengine kujujumilia utakatifu. Mkeni, sote tunaitwa tuwe watakatifu, na
kupe msukumo zaidi wa kupambana kuwa mtakatifu. Amani ya Kristo iwe nanyi. Nawaalika tusimame siri mazuri na saliki kwa Mungu mmoja.